Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tukiwa kwenye break ya FIFA kwa maana ya timu za taifa zilikuwa zinacheza mechi za kufuzu kombe la dunia, tunafahamu vilabu mbalimbali vimeendelea kujiandaa na michezo ya ligi pamoja na ile michezo ya kimataifa. Kwa upande wa Simba na Yanga tunafahamu wako kwenye maandalizi ya kujiandaa na michezo ya kimataifa, lakini kwa vilabu vingine vinaendelea kujiandaa na michezo ya ligi pindi itakaporejea. Sasa Yanga wameendelea kujiandaa na wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya TRA United, zamani kiitwa Tabora United. Moja kati ya timu ambayo inapokutana na Yanga kwenye kila aina ya mchezo huwa inaleta ushindani mkubwa sana. Na huu ni mchezo wa kirafiki wa pili Yanga kucheza na TRA United. Kabla ya ligi kuanza, Yanga walicheza na Tabora United kabla hajabadili jina, na Yanga wakaibuka na ushindi wa goli 4-0. Na huu ni mchezo wa pili wa kirafiki kabla ya kukutana kwenye ligi. Sasa wakiitwa TRA United wametoa sare ya bila kufungana kwenye mchezo ambao umepigwa kwenye dimba la Gymkhana pale jijini Dar es Salaam. Sasa ni moja kati ya mchezo ambao mashabiki wapenzi wa soka walitamani kufahamu matokeo ya mchezo huo, na matokeo ni kwamba Yanga wametoa sare ya bila kufungana, kwa maana bila 0-0. Huu unakuwa ni mchezo wa pili kwa Yanga kutoa sare mara baada ya mchezo dhidi ya Mbeya City kule Sokoine Mbeya. Sasa wanatoa sare nyingine kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya TRA United. Tunafahamu Yanga wanajiandaa na mchezo wa kimataifa Oktoba 18 dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi, mchezo wa klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuondosha Orient kutoka kule Angola. Sasa wanakwenda kuvaana na Silver Strikers ya Malawi, wakati Tabora United wao kwa sasa wakiitwa TRA United wao wanajiandaa na mchezo wa ligi ambapo Oktoba 22 wanakwenda kukipiga dhidi ya Mashujaa kutoka pale Kigoma. Kwa hiyo hayo ndio maandalizi ambayo yameendelewa kuwekwa na vilabu mbalimbali kwa upande wa klabu ya Yanga wakijiandaa na mchezo wa kimataifa, lakini kwa upande wa timu ya TRA United wao wakijiandaa na mchezo wa ligi ya NBC. Na mpaka sasa kwenye msimamo wa NBC Premier League TRA United hawako sehemu nzuri sana, wanashika nafasi ya 14 wakiwa wamecheza michezo miwili wakiwa wana pointi 2, kwa maana ya michezo yote miwili wakiwa wametoa sare. Tunafahamu kwamba mchezo wa kwanza walicheza dhidi ya Dodoma Jiji wakatoa sare ya goli 2-2, lakini mchezo uliofuata dhidi ya Pamba Jiji walitoa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo wao wana pointi 2, wakati Yanga wao wanashika nafasi ya 4 wakiwa na pointi zao 4 wakiwa wamecheza michezo miwili wakishinda mchezo mmoja dhidi ya Pamba Jiji goli 3-0 kwenye dimba la Benjamin Mkapa, wakati mchezo mwingine wakitoa sare ya bila kufungana dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa Sokoine. Sasa nikupitisha kwenye msimamo wa NBC kwa sasa ambapo ligi imesimama kwa ajili ya kupisha break ya FIFA, ambapo pia tunafahamu timu ya taifa ya Tanzania imeendelea kujiandaa na michezo ya kufuzu kombe la dunia 2026. Wana nafasi ya kwanza inashikiliwa na Wekundu wa Msimbazi Simba, wao wakiwa wamecheza michezo miwili pointi 6. Singida Black Stars nafasi ya pili michezo miwili pointi 6. Nafasi ya tatu ni JKT Tanzania michezo 3.5. Yanga Afrika nafasi ya 4 michezo miwili pointi 4. Nafasi ya 5 ni Azam FC michezo miwili pointi 4. Nafasi ya 6 ni Dodoma Jiji michezo 3.4. Nafasi ya 7 ni Mashujaa FC wao michezo 3.4. Nafasi ya 8 ni Mbeya City michezo 3.4. Nafasi ya 9 ni Namungo FC michezo 3.4. Nafasi ya 10 ni Mtibwa Sugar michezo 2.3. Nafasi ya 11 ni KMC michezo 3.3. Nafasi ya 12 ni Tanzania Prisons michezo 3.3. Nafasi ya 13 ni Coastal Union michezo 3.3. Nafasi ya 14 ni TRA United michezo 2.2. Nafasi ya 15 ni Pamba Jiji michezo 3.2, na nafasi ya 16 ni Fountain Gate wakiwa wamecheza michezo 3 na wakiwa wamepoteza yote, kwa maana wakiwa na pointi 0. Kwa hiyo huo ndio msimamo kwa sasa ambapo ligi ikiwa imesimama, vilabu vikiendelea kujiandaa na michezo mbalimbali kama ambavyo tumeona kwa Yanga wakicheza mchezo wa kirafiki majira ya saa 3 kamili asubuhi, mchezo ambao wametoa sare ya bila kufungana. Sasa haya matokeo yana maana gani pengine kwa Yanga? Unaweza ukasema bado yanaendelea kupeleka pressure kwa mashabiki wa klabu ya Yanga ambao ni kama hawafurahishwi na aina ya uchezaji
wa kikosi chao. Licha ya kutokupoteza mchezo wowote na licha ya kupata ushindi, lakini bado mashabiki wameendelea kuzungumza kwamba namna ambavyo wana kikosi chao kinacheza si kile ambacho wamekizoea kwa cha msimu uliopita. Sasa ni kama wanaomba mabadiliko, na wengi wao kiwasikiliza ni kama mbinu za kocha Romain Folz Mfaransa haziwafurahishi, ni kama wanataka mabadiliko fulani. Na mara baada ya kelele hizo kumekuwa kuna taarifa nyingi ama tetesi nyingi kuhusiana na Yanga kubadilisha kocha. Moja kati ya kocha ambaye anatajwa ni kocha Rolo ambaye ameifundisha timu ya taifa ya Madagascar, ambaye yeye pia tayari ameshakwisha kufungashiwa vilago na timu ya taifa ya Madagascar. Kwa ni moja kati ya makocha ambao wameendelea kuzungumzwa, lakini nilimsikiliza msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe anazungumza kwamba yeye pia ameona hizo tetesi, lakini bado wanaendelea na Romain Folz, na tayari pia Romain Folz anaendelea kuinoa klabu ya Yanga kwenye mazoezi na anaendelea kujifua pia na klabu hiyo kwa ajili ya mchezo wa kimataifa dhidi ya Silver Strikers. Kwa hiyo hizo tetesi ambazo zinaendelea zipo, lakini pia tumeona uongozi wa klabu ya Yanga umeendelea kuzungumza kwamba bado wana mkataba na Romain Folz. Kwa hiyo licha ya kelele za mashabiki wa klabu ya Yanga kuhusiana na mabadiliko ambayo pengine wanahitaji ndani ya kikosi chao, bado uongozi wa klabu ya Yanga umeendelea kuweka msimamo kwamba bado wataendelea kufanya kazi na Romain Folz. Kwa hiyo kama mabadiliko yatatokea, basi mashabiki wa klabu ya Yanga watajuzwa, lakini kwa aina ya matokeo, hata kama pengine ni mechi ya kirafiki, lakini unaona ni aina ya matokeo ambayo bado yanaendelea kuwapa mashaka mashabiki wa klabu ya Yanga, ambao kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City, mchezo wa sare bila kufungana, zilipigwa kelele sana pale uwanjani, wengine wakizungumza kwamba hamtaji kocha, wengine wakizungumza kwamba kocha apewe muda, wengine wakizungumza kwamba bado ligi yenyewe bado mbichi, wengine wakizungumza aendelee kupewa muda. Kwa hiyo kuna maoni mbalimbali ya mashabiki wa klabu ya Yanga kuhusiana na kikosi chao, lakini tosha kusema kwamba Yanga wanaendelea kujiandaa na mchezo wa kimataifa dhidi ya Silver Strikers, mchezo ambao utatoa hatima ya klabu ya Yanga kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Na kama ambavyo tunafahamu kwamba malengo makubwa ya klabu ya Yanga ni kutinga hatua ya finali, kama sio nusu finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, michuano mikubwa kabisa barani Afrika, ili kuweza kuweka rekodi na kuendelea kuliwakilisha soka la Tanzania vyema kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mechi ya TRA United na Yanga, mchezo wa kirafiki, ni moja kati ya michezo ambayo ni ya kujiwinda, ni ya kujiandaa na michezo hiyo ya kimataifa, lakini pia michezo ya ligi ya NBC ambayo tayari imeshakwisha kuanza vumbi, na tayari Yanga imeshakwisha kucheza michezo miwili kama ambavyo nimekujuza, mchezo dhidi ya Pamba Jiji wakibuka na ushindi, na mchezo dhidi ya Mbeya City ambao walitoa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo iko hivyo, Yanga wametoshana nguvu ya bila kufungana dhidi ya TRA United, na nikukumbushe kwamba huu ni mchezo wa kwanza kwa Yanga wakicheza na TRA United toka kubadilishwa kwenye kwa jina. Huenda pengine rekodi ambayo ama hiki ambacho kimetokea huenda kikaendelea kutokea wakati huu Tabora kichwa TRA United, ama huenda rekodi nyingine ikawekwa, either TRA United wakaendelea kuweka ushindani dhidi ya Yanga au pia Yanga wakaendelea kuweka rekodi pengine ya kuibuka na ushindi dhidi ya TRA United, kwa sababu tunafahamu bado hawajakutana kwenye ligi TRA United kwa sasa, zamani ya kichwa Tabora United. Kwa hiyo pengine huenda tukashuhudia rekodi mpya ya Yanga na TRA United, wakati huo tukifuta ile rekodi ya Yanga na Tabora United. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.